Pale popote ulipo kiwa unategea idhaa ya 91.1 FM Radio Lamu. Umekuwa nami ndani ya studio hapa ni Abu Mohamed. Karibu sana mpenzi msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Ruwaza Njema, kipindi ambacho kinakuja kila siku ya Jumanne na Alhamisi tukiangazia masuala ya vijana. Mpenzi msikilizaji, hii leo tumeweza kubahatika sana tuko na kijana mwenzetu hapa. Tutampatia fursa ili aweze kujitambulisha, tumjue ni nani na pengine kisha baadaye tutaweza kuendelea na kipindi chetu. Karibu sana ndugu. Shukran boss. Kwa majina naitwa Alishe. Ndio. Mimi ni mkazi wa Lamu, mzaliwa wa Lamu. Na najivunia kuwa Lamu. Mimi naweza kusema kwamba ni mwajiriwa katika shirika la Muhuri. Ndio. Lamu. Ndio. Vile vile ni rais wa bunge la vijana katika kaunti ya Lamu. Alafu vile vile ni naibu mwenyekiti katika shirika la Msalaba Mwekundu katika mkoa wa Pwani. Ndio. Naam. Asante sana. Basi mpenzi msikilizaji, huyo ndo alikuwa Ali Sheikh ambaye sahihi ni rais wa vijana kwenye bunge hili letu la Lamu. Na mpenzi msikilizaji, tutakwenda kwenye awamu zetu za kwanza na pili tutakuwa tuko naye mgeni wetu, tutaweza kuzungumza masuala ambayo yanahusiana na vijana. Kisha vile vile mpenzi msikilizaji, hatutakuwa hata nyuma, tutakupatia nafasi kwenye awamu yetu ya tatu ili tuweze kuchangie. Vile vile unaweza kututumia simu kwa sasa, unaweza kutupigia au utaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia 0769376434 hapo tamtapokufika. Na sahihi tunaendelea na kipindi chetu pengine bwana Ali Sheikh. Naam. Hichi ni kipindi ambacho huwa tukiangazia masuala ya vijana. Tunaona vijana ni ndio kiungo cha jamii. Kijana lazima tumkuze. Na hii leo pengine tutaweza kuangalia ni changamoto gani pengine ambazo vijana hupitia, vile kwa kuwa umeweza kutembea hiyo mashirika ya Lamu Youth Assembly, pengine tuangazie shida ni gani ya vijana ya Lamu. Kwa hakika tunaweza sema kwamba vijana wapitia shida nyingi. Ndio. Na tukisema kijana ama vijana, Ndiyo, kuna aina mbili ya vijana. Ndiyo. Kuna kijana wa kike, kuna na yule kijana wa kiume katika jamii. Ndio. Tukiangazia umoja ama tukiangazia kwa umoja wao wa vijana, Ndio, ni kwamba kuna changamoto nyingi ambazo vijana hupitia, hususan katika jimbo letu la Lamu. Ndio. Kama sahihi katika Lamu tunaweza sema kwamba kuna shida ya kutokuwa na kazi katika vijana wetu ambao wako hapa mjini. Ndio. Ni kwamba utakuta kwamba vijana wengi wameweza kugraduate. Ndio. Vijana wengi wameweza kupitia zile shule za hali ya juu. Ndio. Lakini utakuta kwamba wana degree, wengine wana diploma, lakini bado wako jobless. Ndio. Kwa hivyo hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo tunaweza sema kwamba kijana wa Lamu ambao waweza kupitia. Ndio. Alafu pia kitu cha pili katika shida zile ama changamoto ambazo zinakumba kijana wa Lamu ni kwamba vijana wetu wameweza kufa moyo. Kufa moyo kivipi? Kwa sababu mtu pengine ameenda kusomea mambo ya udaktari, pengine ameenda kusomea mambo ya piloting, pengine mtu ameweza kusomea tajiriba ambayo yamfae, lakini utakuta kwamba katika jimbo letu hatuna zile idara ama hatuna sehemu ambazo wale vijana wataweza kukuza zile vipaji vyao. Ndiyo, na mambo yao kufanya katika jamii. Ndiyo. Kwa hivyo hiyo ni changamoto kwamba hatuna zile resource za kuweza kuwezesha vijana wetu kuweza kufikia yale mahitaji yao. Ndio. Vile vile kuna changamoto nyingine ambayo ni kubwa zaidi. Changamoto masala ya drugs. Ndio. Kama vile tunavyoona Lamu sahihi, changamoto kubwa mimi kama rais wa vijana na vile vile kama mwajiriwa wa haki za kibinadamu Muhuri, pengine nikipata mtu aniulize nikikupatia fedha zangu utafanya kitu gani? Pengine naweza kusema kwamba jambo la kwanza ni kuhakikisha tumeweza kurudisha sura ya vijana wa Lamu katika ile hali iliyokuwa. Kwa sababu utumizi wa mihadarati umekuwa wa hali ya juu. Na hii ndio changamoto kubwa. Kwa sababu baadhi ya watumizi wa mihadarati ni watu ambao wameweza kupitia vyuo vikuu. Wana karatasi na wana tajiriba wa kufanya kazi. Lakini utakuta baada ya kutumia vile madawa ya kulevya mtu imekuwa hajiwezi tena. Kama leo nimeweza kupishana na jamaa ambaye yeye ni mwathiriwa, ni mmoja kati ya watumizi wa mihadarati, lakini yeye ana karatasi na aweza kufanya kazi ambayo itaweza kumkimu yeye na kumpatia pesa na fedha zile ama mshahara wa hali ya juu. Pia vile vile jambo la tatu na la mwisho naweza kusema kwamba katika sisi jamii ya watu wa Lamu kuna pahali ambapo kidogo tumeanguka kama watu wa Lamu. Kwa sababu nakumbuka miaka 10-20 iliyopita Lamu utakuta kwamba mzazi wako wewe ni mzazi wangu.
na hakuna ambaye mtu ajivunia kwamba huyu ni mzazi wangu, huyu si mzazi wangu. Ndio utakuta kwamba leo Lamu vijana wetu wameweza kupoteza taswira zao kwamba mimi babangu hawezi kukukanya wewe kama Mohamed Obo, ama babako wewe hawezi kunikanya mimi. Ni kwamba tumeathiliwa huri. Vijana tumekuwa hatulizani, hakuna ule ujirani mwema kama zamani. Babangu mimi na mamangu pengine wakienda safari wataniacha kwa jirani. Imekuwa sasa hakuna hiyo. Kwa hivyo naona changamoto ni nyingi, lakini hizo naweza kusema, lakini kubwa kabisa ni hiyo ukosefu wa kazi na ukosefu wa ajira kwa vijana wetu. Naam. Asante sana ndugu Ali, pengine tukizungumza hapo kwenye kazi na ukosefu, pia umezungumza swala la resources na makampuni ndugu Ali, na vile kwa ni rais wetu, kunao mashirika hapa Lamu kama KMA, KRA, na inavyojulikana kwamba huwa at least wachukue vijana hapa kwa Lamu, lakini tumeona kama juzi imefunguliwa ofisi ya KRA na ni vijana kidogo ambao wamchukuliwa Lamu, na wingi wao tunata nde na tunapata kama ulivyozungumza kwamba vijana wengi wamesoma sasa na degrees kwa nyingi. Pengine hili swala tunaweza kulizungumzia vipi? Naweza kusema kwamba hii mambo yanayotokea katika Lamu ni kwamba ni uzembe wetu wenyewe. Ndio. Kwa sababu nikisema ni uzembe wetu wenyewe, sahi mimi nikigraduate, nikipata master yangu ama PhD, huwa sitaki tena kukaa Lamu. Mimi nataka kwenda kutengeneza maisha yangu Mombasa, nataka kwenda kutengeneza maisha yangu Nairobi na kaunti zingine. Waacha kaunti yako. Pengine kama mimi ama wewe uende Nairobi kule, uende ugonge ukuta, wewe hukupata kazi, sasa ndio Lamu iwe ni last option yako. Kwa hivyo naweza kusema kwamba kwa upande mmoja ama mwingine sisi wenyewe tuachangia. Kwa sababu ikiwa wewe una karatasi na una kibali cha kuonyesha kwamba unaweza fanya ile kazi, utakuta kwamba hutaki kufanya kazi Lamu. Sema mimi siwezi kufanya kazi Lamu ni kuzito. Afadhali mimi niende mbele, nitajijenga kimaisha. Kule ukivunjikiwa ndio warudi Lamu. Alafu vile upande wa pili ni katika hawa parastatal ambao tuko nao Lamu, kama vile umepeana mfano wa KRA, umepeana mfano wa KPA na hizo zingine. Ni kwamba hawa watu mpaka sasa hawajakubali kwamba hii ni kaunti ya Lamu na wenye kufaulu katika according to the constitution 75% yafaa kwenda kwa watu wa Lamu. Lakini mpaka sasa hatujapata, na sitasema viongozi, hatujapata msimamo thabiti ya uongozi kama jamii ya watu wa Lamu. Nikiwemo mimi ndani kama kiongozi, hatujaweza kusimama kidete kuweza kupigania hizi kazi zetu katika parastatal ambao wako Lamu. Kama KRA iwe kuna mkataba, kama KPA, Kenya Maritime Authority na wengine, iwe tuna mkataba kwamba mkija kufungua ofisi hapa msituletee maofisa kutoka Malindi na Mombasa na sehemu zingine. Kwanza ajirini watu wetu, alafu nafasi za kupika chai na kufagia mtatuletea watu kutoka mbele. Lakini utakuta wingi wanaochukuliwa ni wageni kwanza, alafu watu wa kufagia, kupika chai na kupeleka boti na zile barua huwa ni sisi. Na ambapo hapo ni kinyume na katiba na ni kinyume na sheria. Kwa sababu sahihi naweza kupigia mfano, nimetembea katika nchi fulani za nchi ya Kenya. Utakuta kwamba 95% ni wanati wa pale pahali. Kweli. Nikipiga mfano Turkana. Wakati nilipokwenda Turkana, mgeni nilikuwa ni peke yangu. Wakati nilipoenda Nyeri, hivyo. Nairobi, hivyo. Kwa nini leo Lamu iwe vijana wa Lamu wataachwa nyuma? Na nikisema kijana wa Lamu, si kwamba kijana wa Lamu awe Mswahili, Mpokomo, Mgiriama ama Mbajuni. La, nasema kabila zote zile ambazo zimehusiana na Lamu. Awe Mkikuyu, awe Mkamba, awe Mjaluo, awe Mdigo, awe Msanyi. Bora awe ni kijana ametokamana na damu ya watu wa Lamu. Na utakuta kwamba tuwaletewa wageni. Kama vile sahihi Lamu tuna makokswen vijana takriban 3,000. Kuna kampuni zimekuja hapa, lakini ya kusikitisha, na kampuni moja naweza itaja ni kwamba kama KRA wale watajiri mpelekaji boti, mtu ambaye ametolewa sijui ni Kisumu, sijui ametolewa Nyanza, aletwe all the way kuja awe kapteni hapa. Na sisi tuna vijana na wana vibali vya coxswain na seamen takriban 3,000. Kwa hivyo haya ni mambo ya kusikitisha. Na kama sisi jamii hatutakaa pamoja, viongozi wa dini, viongozi wa kisiasa na viongozi wa mashirika, tukaangalia ni vipi tutaweza kusaidiana, basi itafika time mpaka landlord na hapa Lamu itakuwa ni watu wa kutoka sehemu zingine. Naam. Asante sana. Basi mpenzi msikilizaji, ni ndugu wetu Ali Sheikh ambaye pia ni mwanaharakati wa kijamii na vile ni rais kwenye bunge letu la Lamu ambalo limeweza kuundwa mapema mwaka hii. Na bwana ndugu Ali, tumezungumza swala la uraibu, pengine ili uraibu waona tuweza vipi kulipambana nalo kama vijana Lamu ili kuweza kukomesha hii tatizo sugu la uraibu?
Hili tatizo la uraibu ndio swala kubwa. Ndio. Na ni sala nyeti. Lakini mimi nalekeza mkono wa kwanza kulaumu jamii. Ndio. Kwa sababu anayeuza bangi, anayeuza unga, anayeuza mihadarati aina yote katika kaunti ya Lamu, twamjua. Si mmoja, si wawili. Na si kwamba hatuwajui. Ni watu, ni ndugu zetu, ni watu, ni marafiki zetu, ni watu, ni majirani zetu, ni watu, ni mashemeji zetu, ni watu ambao tumesoma pamoja, pengine tumekulia pamoja. Lakini tumetukulia kwamba yule yofanya ile biashara, si shauri yake, akishikwa atakwenda yeye. Ndio. Kwa hivyo kwanza jamii na ilaumu, ikiwemo stakeholders na sisi wenyewe kama vijana. Alafu mtu wa pili na mlaumu serikali. Serikali ndiyo cause of all this. Kwa sababu ukiniambia bangi kutokea mimi nizaliwe, unga kutokea mimi nizaliwe wauzwa, na hakuna siku serikali imeweza kupiga marufuku. Marufuku yao ni kikupata ukivuta bangi utashikwa. Ukiuza unga ukionekana utashikwa. Lakini njia na nyanja zile ambazo hupitia mihadarati kama haya hawayaweza kutukulia hatua. Nakumbuka tulikuwa tukitumia paper bag. Serikali ilipoamua kuban zile paper bag with immediate effects, ukishikwa na paper bag wewe utapelekwa mahakamani. Kweli kabisa. Mwaka jana mwezi wa 3 Uhuru Kenyatta asema kwamba lazima wananchi wavae barakoa. Na leo usipovaa barakoa wewe washikwa. Kwa nini serikali sitamkazo akasema utumizi wa mihadarati na uzanyaji wa mihadarati ni haramu, kama vile mask ilivyoharamishwa, kama vile mifuko ya paper bag ilivyoharamishwa? Na kwa nini iwe Lamu itakuwa na high rates ya vijana wanaotumia mihadarati? Kwa nini serikali itupatie sisi fedha ya kujenga rehab ama rehabilitation center ikiwa wao wana uwezo wa kueliminate wale wanauza drugs? Kwa hivyo swala la drugs la tusikitisha sana kuona ndugu zetu leo hawaogi, hawabadilishi, wako watu ambao hawajielewi, kwa sababu utaona kwamba sikutaka kwao ni wale ni wagonjwa. Lakini utakuta kwamba serikali imeweza kuwatenga. Na sisi jamii pia imeweza kuwatenga. Wito wangu kwa jamii na yoyote anayesikia Radio Lamu pale popote anapokuwa, tuhakikishe kwamba kama mtu ana ndugu yake ama na rafiki yake, ajaribu kumnaswihi. Sisi njia pekee ya kupigana na mihadarati ni kuhakikisha watu wetu wasitumie. Hii itakuwa ni njia tumemshinda mwenye kuuza mihadarati na ile serikali ambayo haiko tayari kutulinda katika mihadarati. Ikiwa tutawanasui ndugu zetu, madada zetu, mashemeji zetu, marafiki zetu kwamba utumizi wa mihadarati waleta maafa katika miili yako, at least tukipunguza kutoka vijana 100 kushuka vijana 50, tayari hiyo ni hasara kwa yule muuzaji. Kwa hivyo nyinyi pia Radio Lamu mkirudia kwamba tuwanasihi, manake wale ndugu zetu wataka nasaha. Dawa haisaidii. Tuweza chukua tuwapeleke riha, pengine mtu arudi tena. Kwa hivyo nasaha bora na maisha bora, tuwe karibu na wao. Tusiwatenge. Ndio hii njia moja kubwa ambayo sisi vijana tutaweza kuwasaidia vijana wenzetu. Naam. Pengine tukaangalia swala la elimu pande wa hapa kwetu Lamu, unazungumzaje ndugu Ali? Kiwango cha elimu kimepanda ama kimeshuka, na ama kuna changamoto gani kwenye elimu? Kwa hakika kusema kweli kuhusiana na swala zima la elimu, alhamdulillah. Mashaallah. Maana lazima tuseme alhamdulillah Lamu. Alhamdulillah. Kwa sababu kama vile nikinukuu mbunge wangu ambaye aliweza kuzungumza, Mheshimiwa Mushiri, ni kwamba miaka ya nyuma Lamu ikitoka majibu ya mtihani ilikuwa tuenda kwenye karatasi tuangaza chini. Kweli. Ikiwa sisi hatuko chini, basi Tana River uko chini yetu. Ilikuwa namba ni 2 za chini, Lamu, Tana River, Lamu, Tana River. Lakini tuwashukuru kupitia kwa county government 2, county government iliyokuwa ya His Excellency Satimami na hii ya Fahim Twaha, Mheshimiwa Fahim Twaha, kwamba wameweza kupiga hatua kubwa sana katika masala ya elimu. Ni kwamba sahihi Lamu kuna degree zimejifita Magofuni. Sahihi kuna PhD zimejifita Baharini. Sahihi kuna makaratasi magraduate wengi ambao wametoka Lamu. Hapa Lamu sahihi tuna engineers. Sahihi tuna macaptain. Mimi na marafiki zangu hawapungui 10 ambao wao ni captain walipitia Bandari College. Kwa hivyo tukizungumza masala ya elimu, sahihi Lamu tupiga hatua kubwa sana. Si kama pale wakati sisi ilikuwa tukisoma. Na tuwaona kwamba zile mean grade za panda. Kwa hivyo tuomba pia vijana wenzangu tuweze kutilia mkazo.
Isipokuwa tu kuna wale wengine ukwambia ni tuweza tumia lugha ya prerequisite ama sijui tutumie gani, kwamba kuna wale vijana ambao ni sugu, hawataki kwenda mashule. Lakini elimu katika kaunti ya Lamu imeweza kupiga hatua kubwa sana. Na tuwaambia ama tuelezea county government ya Lamu ikiongozwa na mstahiki gavana Fahim Twaa ni kwamba tashukuru wameweza kupeana bursaries to the secondary education na pia university. Lakini twasema kwamba ikiwa tutaekeza bajeti yetu 45% katika elimu, basi ifikapo ruwaza kimataifa ya mwaka 2030 Walamu watakuwa wasomi katika taifa la Kenya na katika ulimwengu mzima, tutaweza kutambulika. Kwa hivyo hii bajeti ambayo imewekwa ya 250 milioni waweze kuongeza angalau ifike 300 ama 350 ili kuwezesha wale ndugu zetu ambao wako universities pia wao waweze kupatiwa ile scholarship ambao wapatiwa watoto wanaopata max ya 300 and above katika secondary school. Asante sana ndugu Ali, katika hapo umezungumza kwamba kuna wale vijana huwa hawataki. Kuna grupu nyingi sana tukizunguka mitaani wameata shule na wengine hawataki. Vipi tuweza kuwasaidia vijana kama hao ambao hawataki kusoma? Njia ya kuwasaidia hao vijana, hakuna kijana aliyemshinda mwingine. Isipokuwa wazazi tu tumeweza kutelekeza vijana wetu. Nakumbuka wiki 2 zilizopita tulikuwa katika stakeholders meeting na bwana sub county police commander alikuwa pamoja na OCS bwana Yawa Mrizi na bwana Mohamed Bocha. Niliwaambia njia ya kumaliza hawa vijana ambao hawaendi shule njia ni moja peke yake. Kijana akishikwa chini ya umri wa miaka 18 afanya kazi za speedboat ama afanya kazi za punda ama yupelekwa boda, mtoto yule ashikwe na aweze kupelekwa mahakamani. Mzazi ambaye ameweza kumtelekeza mtoto wake asimshughulikie, aende afanye kazi na aache masomo. Na nikamwambia OCS tushirikiane sisi kama shirika la Muhuri, kama Lamu Youth Assembly na pia ofisi ya OCS na ile ofisi ya Sub County Police Commandant, tufanye operesheni tuhakikishe kwamba tumeweza kurudisha vijana shule. Na vijana haswa katika Lamu sahi boy child yuko hatarini. Kijana wa kiume yuko hatarini kwa sababu wingi waliotoroka mashule ni vijana ambao ni wa kiume, umri wa miaka 9 mpaka miaka 16 mpaka miaka 18. Kwa hivyo nilimwambia bwana Yawa Mrizi, bwana OCPD aangalie ni njia gani, kama vile aliweza kucontrol Mahonda yale yabaki forest na haya mengine yawe Zinji, ili Lamu katika ile turathi iwe safi. Na turathi ya Lamu nataka kuambia na watu wote wasikie kwamba moja ya turathi ya kaunti ya Lamu ni elimu. Lamu imeweza kusifika kwa elimu iwe zote ya dini na ya dunia. Kama sasa tunajua kwamba kuna makadhi ambao wako sehemu mbalimbali, wasomi ambao wako nchi mbalimbali wametoka Lamu. Kwa hivyo Sub County Police Commandant wakishirikiana na sisi stakeholders tukae chini tuangalie ni njia gani. Na kijana kama haendi shule, hiyo ni rahisi. Sheria imetupatia njia. Mzazi aweza kushtakiwa kwa nini hakumpeleka mtoto wake shule na aweze kutukuliwa hatua za kisheria. Naam. Asante sana ndugu Ali. Mpenzi msikizaji, kipindi hewani sasa ni Ruwaza Njema ukiwa nami hapa Abu Mohamed, na vile vile leo tumepata bahati ya kuwa na kijana mwenzetu hapa ambaye ni Ali Sheikh. Ali ni mwanaharakati wa kijamii, amefanya kwenye mashirika ya Kenya Red Cross na vile vile kwa kwenye Muhuri, na pia ndiye ni rais kwenye bunge hili letu la Lamu. Pengine bwana Ali Sheikh, tukizungumzia swala la bunge la Lamu, pengine kiuchache za kuzungumza nini? Bunge la Lamu unaweza sema kwamba hili ni bunge ambalo liliweza kutungwa mwezi wa 10 tarehe 24 na liliweza kuzaliwa rasmi tarehe 31 mwezi wa kwanza mwaka 2021. Na hili bunge limeweza kukusanya vijana takriban 108 wakiwemo wabunge 25 ambao 20 waliweza kuchaguliwa kupitia ballots ama debe. Alafu 5 waliweza kuchaguliwa kupitia kwa miundo ya mbalimbali ikiwemo walemavu, kina mama nikimaanisha wasichana na vijana, na pia wale special interest. Nikisema special interest ni wale watu ambao tuweza sema kwamba pengine katika Lamu kama tuseme Wabayuni wameweza kupatiwa nafasi kwa sababu wao ni kidogo. Bunge hili lina mawaziri 10, vile vile lina clerks 8, vile vile lina rais na naibu wake pamoja na speaker. Na kila ward ya Lamu tuna mbunge mwanamke mmoja, tuna mbunge mwanamume mmoja. Na pia katika hapo wale wabunge kila ward tuna wawakilishi
6 kila ward, ambao kama Mkomani tunawakilishi 6 katika bunge letu, na sisi juhudi zetu ama kazi zetu twazifanya in cycles. Tulifanya cycle ya kwanza ambayo tuliweza kuzunguka katika ward 3 za Mkomani, tukaenda ward ya Hongwe na ile ward ya Shela, tukaweza kukusanya yale matatizo ambayo youth wanafanya ambao wamepitia, alafu tupitia kwa plenary, then tukimaliza plenary tuweza kukaa chini na stakeholders. Hilo ni ya kwanza. Alafu cycle ya pili tuliweza kufanya tena ambao tuliweza kwenda Faza, tukaenda Hindi ward na tukamalizia Mkomani ward pia tuliweza kufanya. Ndio tulipokusanya yale matatizo yote, ndio kwamba juzi nafikiri uliweza kuona ama uliweza kushuhudia kwamba tulimwalika mstahiki gavana Fahim akaja katika bunge letu na tukaweza kumwambia yale matatizo ambayo baadhi ya vijana katika kaunti ya Lamu waweza kupitia. Kwa hivyo bunge letu sisi tuweza sema kwamba kuna national government, kuna county government, then tuweza sema kuna Lamu Youth Assembly. Kwa sababu sisi tu act kama stakeholders. Sisi hatuko kwa serikali kuu wala hatuko kwa county government. Vile vile Lamu Youth Assembly sisi hatuko katika mrengo wa kisiasa wa aina yoyote. Sisi tufanya kazi na governor aliyeko mamlakani na yule governor aliyetoka pia, sisi tufanya kazi na yeye. Vile vile tufanya kazi na rais aliye mamlakani na rais aliyetoka mamlakani. Kwa hivyo sisi ni kama bridge ya kuweza kuconnect jamii na stakeholders pamoja na ile serikali ama msimbo wa serikali ambayo iko mamlakani. Kama sahihi Lamu Youth Assembly tumeweza kupiga hatua kubwa sana kuweza kuleta karibu wale stakeholders wakiwemo security officers, na ni furaha yetu kwamba tukimaliza kota yetu ya kwanza tuhakikishe kwamba jamii, maafisa wa usalama na county government tumeweza kuoanisha na kuhakikisha kwamba hawa watu wamekuwa kitu kimoja. Kwa sababu Lamu Youth Assembly ya serve purpose ya jamii. County government ya serve purpose ya jamii. Vile vile national government ya serve for the purpose of our community. So tumeonelea kwamba kuna jambo muhimu sisi kama Lamu Youth Assembly kuweza kuoana na yoyote yule ambaye ana taswira ya kuweza kuipeleka kaunti ya Lamu mbali. Ndiposa utakuta sisi katika bunge letu kuna kila aina ya viongozi. Hatuchagui sisi kiongozi gani, mwanasiasa gani ama mtu gani. Na yoyote yule ambaye ajisikia yeye ni mwana Lamu Youth Assembly, ni mwana Lamu County, tumkaribisha aje atuletee mawazo, tukae chini tuangalie ni vipi kwanza tutasaidia kijana wa Lamu. Kwanza Lamu Youth Assembly it's all about youth. Kisha mambo mengine ya jamii tuweza kukaa chini kama Lamu Youth Assembly tuangalie ni vipi tutasaidia jamii. Asante sana. Basi mpenzi msikilizaji, wao alikuwa ndugu yetu Alishe, na umekuwa nami hapa Abu Muhammad kwenye kipindi cha Rawaza Njema. Mpenzi msikilizaji, sasa tutachukua mapumziko mafupi alafu tutarudi baada ya muda usio mrefu tukaendelea na kipindi chetu. Mimi Raya Famau, idhaa ya jamii Radio Lamu. Ukisikiliza huishi hamu, ni yetu sisi na wana wetu. An elema idhaa jamia audio Lamu kantena na watajole renata. Station ya Lamu yanto bombe ndimyendete onana wetu. Imisa mituva idhaa ya jamii Radio Lamu ni yehu sisi na yehu. Mimi Atikio Muhammad kutoka Kiunga. Idhaa ya jamii Radio Amu kuisikiza huishi hamu ndechu isi na wana wetu jamani. Nierukia shesheni ya Lamu ne adothe ne ito na ciana cito. David Odhiambo, idhaa ma Radio Lamu en marwa ginyitindwa. Mtoto mwema unamkuza mwenyewe, hawi mwema kwa bahati nzuri, kwani mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Hivyo basi ungana nami mtangazaji wako Aisha Abubakar kila siku ya Jumanne na Jumatano kuanzia saa 10 hadi saa 11 jioni katika kipindi cha Malezi Mema, nikiangazia masuala mbalimbali yanayohusika katika malezi ya watoto ndani ya 91.1 Radio Lamu. Radio Lamu, idhaa ya jamii.
Asante sana mpenzi msikilizaji. Shukran kwa kuwa bado umetegea na uko nasi. Mpenzi msikilizaji, bado tuendelea na kipindi chetu. Na hii leo tuko naye hapa Bwana Ali Sheikh ambaye ni rais wa bunge la vijana, na tupeana shukran sana kwa kuwa nasi. Pengine Bwana Ali Sheikh, tukiendelea ni kwamba pengine tupenda kujua hizo yale achievement ambayo umeweza kufanya kama bunge la vijana ni gani ambazo umeona umeleta natija kwenye jamii, hususan kwa vijana? Naweza sema kwamba harakati zetu ambazo tumeweza kufanya ni kwamba tumeweza kuleta mabadiliko makubwa. Ndio. Na badiliko la kwanza naweza sema kwamba sisi kama vijana wa Lamu ni kwamba Lamu kulikuwa na msimbo kwamba kuna walamu kuna na wale wasiokuwa walamu. Ndio. Lakini sisi kama bunge la Lamu Youth Assembly tumeweza kuunganisha na kutoa kasumba kwamba Lamu ni ya fulani, Lamu ni ya kabila fulani, Lamu ni ya kama sahihi. Sisi Lamu tumeweza kukusanya kabila takriban 40. Ndio. Hakuna mtu ambaye ameachwa nyuma katika Lamu Youth Assembly. Kwa hivyo hiyo naweza kusema kwamba ni achievement ya kwanza kama rais wa Lamu Youth Assembly, na pia vile vile watu wetu ambao wako katika county ya Lamu. Achievement zingine ni kwamba sisi kama Lamu Youth Assembly tumeweza kusaidia vijana kuweza kuregister katika zile COPs, na takriban vijana 100 waliweza kuwa registered na kupitia mfuko wa Lamu Youth Assembly. Vile vile Lamu Youth Assembly tumeweza kujitolea mhanga kusaidia ama kushirikiana kuweza kupeana matibabu ya bure katika hospitali yetu ya King Fahad na pia vile vile katika hoteli kuu inayojulikana ya Peponi. Wakati watu walipokuja kufanyiwa operation zile zina cost 60 to 80,000 lakini kushirikiana na Lions Club na Lamu Youth Assembly watu waliweza kufanyiwa bila malipo. Vile vile Lamu Youth Assembly pia iliweza kuhakikisha kwamba imeweza kupeleka memorandum of understanding to the office of the president kuhusiana na swala zima la bandari ya Lamu. Kwa sababu bandari wakati ilikuwa yafunguliwa sisi kama jamii, sisi kama vijana wa Lamu hatukujua mwelekeo ni gani. Kwa hivyo tuliweza kuandikia Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta memorandum, tukampelekea yale matakwa yetu. Pia vile vile tuliweza kuandikia PS Madam Nancy Karigithu, tuliweza kumpelekea ile memorandum ya of understanding. Pia vile vile tumeweza kuhakikisha kwamba kijana ameweza kuwa prioritize, kama vile governor alivyosema kwamba yuko tayari kukaa chini na vijana ku have round table ili kuweza kusaidia kijana wa Lamu. Pia vile vile naweza sema kwamba sisi kama Lamu Youth Assembly tumeweza kufaulu pakubwa. Tumeweza kufaulu pakubwa kuhakikisha kwamba habari inatufikia mashinani. Hiyo tuweza kusema ni achievement, kwa sababu sahihi tumeweza kuoana na county government. Jambo lolote litakalofanywa either na county government ama national government huwa tuna mawasiliano bora na kuhakikisha kwamba sisi kama Lamu Youth Assembly tumeweza kuwa katika mstari wa mbele. Kama vile kuna mambo ya vetting, tumeweza kuhakikisha kama Lamu Youth Assembly tumehusishwa vilivyo na tutaweza kusaidia vijana ifikapo tarehe 30 siku ya kupewa na vitambulisho katika county ya Lamu. Na kuna mengine mingi ambayo Lamu Youth Assembly tutaweza kujivunia kwamba tumeweza kufanya. Naam. Pengine tukaangalia hapa pengine siku za usoni kuona mipango gani na miradi gani ambayo mko nayo ambao vijana wataweza kunufaika na ili bunge lenu. Sisi kama Lamu Youth Assembly ni kwamba tunataka kuhakikisha kwamba vijana wote wa Lamu regardless of political alliance, regardless of tribe, regardless of religion, regardless of culture, kuhakikisha kwamba vijana wetu wote wameweza kuwekwa katika mstari wa mbele, either kupata kazi, kupata mahitaji. Vile vile nataka niweke wazi kwamba Lamu Youth Assembly tunataka kuhakikisha ndio itakuwa ni shirika ambalo litatoa viongozi bora katika county ya Lamu. Nikisema hivi, ifikapo mwaka 2022 tunataka kuhakikisha kwamba Lamu Youth Assembly imeweza kupeana viongozi ambao watasimamia nyanja za kisiasa. Sahihi tayari tuko nao, lakini tunataka kuhakikisha ifikapo 2022 kama si 5 basi watu 7
waweze kusimamia viti vya kisiasa katika kaunti ya Lamu. Ifikapo 2027 tutataka kuhakikisha vijana wameweza kusimamia viti, ikiwemo senator, ikiwemo governor, ikiwemo women rep, ikiwemo member of parliament, ma MCA, maspika wa bunge, na kama si hizo basi twalenga hata nafasi kuu. Kama vile nilivyomwambia gavana katika hotuba yangu, ni kwamba Lamu Youth Assembly tutaka kuhakikisha kwamba baraza la mawaziri wa county likitungwa, vijana waweko ndani. Vile vile baraza la board wa vile education na zile zingine waweko ndani. Na jambo lolote linalofanywa katika county ya Lamu tutaka kuhakikisha kama Lamu Youth Assembly vijana wameweza kuwekwa mstari wa mbele. Naam. Pengine pia tukaangazia changamoto ni gani mnapitia kwenye bunge lenu. Pengine nikielezea changamoto ambazo tuliweza kupitia, twashukuru. Sahihi hatuna changamoto ambazo tumeweza kuangalia, kwa sababu changamoto huwa ni pale mtoto anapozaliwa. Huambiwa huwa kuna sitofahamu, pengine huambiwa mama ni mchanga, kuzaa mtoto huyu ni mchanga, mtoto hajatambaa haja nini, lakini yale tuliyopitia na sasa tuweza kusema kwamba tumshukuru Mungu kwa ushirikiano wetu sisi kama vijana wa Lamu Youth Assembly sote, tukiwemo speaker wa bunge, makamu wa rais na mawaziri na wale masergeant at arms na wengine, ni kwamba tumepiga hatua. Lakini mwezi wa Disemba tulipomaliza kura, Januari na mwezi wa Februari mpaka baada ya kuapishwa, sisi ilikuwa tupitia vinganga. Na nataka kueleza, na imekuwa bora umeniuliza hilo swali, ni kwamba nataka jamii ijue kwamba bunge la vijana hakuna anayelipwa mshahara. Ndio. Maana hii iko katika masikio ya watu kwamba niliwahi kusikia mmoja akiniambia wewe walipwa 300,000 kisha ananiambia mimi huna hata shilingi. Ndio. Lamu Youth Assembly ni kujitolea, ni voluntary kwa kila mtu. Hakuna, msisikie kwamba mimi ni rais mkafikiria pengine nina mfuko wa fedha napatiwa na Lamu Youth Assembly. Msisikie mtu ni waziri katika bunge mkafikiria ana fedha hupatiwa. Msisikie mtu ni mbunge mkasikia ni kama Sharifu, huyu ni kama Rueda, pengine huyu ni kama Mudhama, una fedha anapatiwa. La. Lamu Youth Assembly ni structure ya kiserikali, lakini hakuna anayelipwa mshahara. Na zile kazi zote unazoziona ni kazi za kujitolea. Kuna ndugu zetu ambao wafanisha kazi zetu, ambao ni Mheshimiwa Mwangi na Monica, ambao wao ndio watu wa kwanza wa kuweza kututandalia katika mitandao yetu. Wale pia mtu asione kwamba pengine akija kwamba wale walipwa mali, la. Kwa sababu tumekubaliana kama vijana na tumekaa kwa upendo, ni kwamba wale pia wajitolea vifaa vyao, kamera zao za ghali, internet yao, kila kitu wanafanya bure. Kwa hivyo mtu asikae akisema wale wana mapesa hupewa ma internet na nini na nini na nini. Lau kama wewe umejiona kwamba wewe ni well wishers na wewe ni msamaria mwema, una fedha zako ataka kutuletea, ahlan wa sahlan. Lakini usiseme kwamba wale wana pesa nyingi, wale wana budget, sisi hatuna budget. Sahihi tuenda mbio, tutafuta partners ili tuweze kuangalia tutasaidika vipi kufanya miradi katika kaunti ya Lamu. No. Asante sana. Basi ndugu Ali, pengine tukimalizia tuangazie kuna swala zima la GoBlue, uchumi wa baharini. Ili swala kama wewe ndugu yetu nilichukulia vipi? Pengine tuweze kuelimisha kuna watu wengi nasikia tu uchumi wa bahari hujui ni mtumi gani, na nafasi pengine zile ambazo ziko kama vijana wa Lamu ni gani? Kwa hakika blue economy ama GoBlue naweza sema kwamba ni swala zima la kuhusiana na bahari yetu. Na tutafocus sana katika blue economy, lakini tunaona kwamba hii iko upande mbili. Blue and green economy. Mambo ya ukulima na uvuvi. Bandari na bara. Lakini tutaangalia vile ulivyoniuliza kuhusiana na blue economy, ni kwamba ni kuzingatia yale ama tuseme mali na rasilimali za bahari, ikiwemo maboti, ikiwemo uvuvi, ikiwemo mambo mingi yanahusiana na bandari na mambo ya bahari. Na kwa hakika tumeweza kubahatika sisi kama jimbo la kaunti ya Lamu kwamba mwenyekiti wa GoBlue ni His Excellency Fahim Yasin Twaha. Na tulimuomba bwana Fahim awe atakuja mashinani, hata kama atatumia Lamu Youth Assembly ama atatumia shirika lolote, kuweza kuelimisha jamii kuhusiana na rasilimali za bahari ambazo tuko nazo sisi kama watu wa Lamu. Pia vile vile ningependa kuambia county government na national government kupitia Kenya Maritime Authority kwamba hii blue economy mimi naweza kupata kitabu nikasoma, lakini kuna mvuvi ambaye yeye ni mwenye kufaidika katika blue economy asiweze kuielewa blue economy ni kitu gani. Kwa hivyo bwana His Excellency the Governor pamoja na county government ya Lamu na ile ofisi ya fisheries ya national government waje mashinani kuelimisha jamii kuhusiana na swala zima la blue economy. Na blue economy tunaweza sema kwamba ni rasilimali
za bahari ama rasilimali zinazotokamana na bahari. Na vile umetaja mambo ya blue economy, kama sahihi tuwaona kwamba wavuvi huenda wakapatiwa fidia kuhusiana na mradi mzima ama swala zima la hii blue economy. Lakini fidia kama ile ambayo watapewa ni fidia duni. Na ni fidia ambayo haitamtosheleza mvuvi kuweza kukamilisha yale mahitaji yake ya baharini. Kwa sababu niambie sasa utampatia mvuvi milioni moja. Milioni moja hata mashini, hata nyavu mbili za sijui ni nyavu gani zile, sina taarifa na mambo ya bahari, ni kwamba hazitomtosha mvuvi kama yule. Kwa hivyo serikali ya county na ile ya national government, angalieni ni njia gani mtaweza kusaidia wavuvi na muweze kuwaelimisha, kwa sababu wavuvi wengi wako baharini lakini hawajui faida ile bahari. Naam. Asante sana. Basi mpenzi msikilizaji, pia shukran kwa kuwa tegea na bado uko nasi. Sasa tutachukua tena mapumziko mafupi, alafu tutarudi ili tuweze kuchukua simu zenu. Tuchukue pengine kama kuna maoni pia una swali vile ungependa kumuuliza ndugu yetu hapa Alishe, tutachukua basi muda sio mfupi, usiende mbali. Habari zinazoangazia matukio ya Lamu County, mkanda mzima wa Pwani na Kenya kwa jumla, ukiletewa ndani ya mitabendi 91.1 Radio Lamu, idhaa ya jamii. Hapo ulipo usikose kutegea. Na kushukuru Muumba umenusuru na kila aina za kasumba. Mimi bila wewe dhaifu, bila uongozi wako pia huenda nikawa mhalifu. Na kushukuru kanipa akili nikawa mbunifu, daily na furaha simwekee mtu bifu. Jambo la kwanza nikiamka lazima nikusifu, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi nushur. Ashkuruka katira ya Rabbi, navuta oksijeni bila ushuru. Niepushe mbali na jambo lenye ukufuru, daima ni mja mwenye kushukuru. Wacha nikae chini nianze kusema, Mola nipe ujasiri, ujumbe ufike, niseme bila kutetema. La kwanza jamaa, tumshukuru sana Maulana, kwani hana mfano kufanana. Riziki na afya njema tukomba Maulana. Rehema yako toka tumboni kwa mama hadi leo tunaupita ujana. Wewe ndio razaki mruzuku, imani tunayo ndo maana tulali mkono mtupu. Kumepambazuka na tunaamka na makokoiko ya majogoo, na mwamshanani na akiwa wapi. Usikose kila siku saa 12 hadi saa 1 asubuhi, papa hapa idhaa ya jamii 91.1 Radio Lamu. Ambao wanaotegesha rodia hii ya Lamu, ndio nawaambia amkeni, kumekucha, kumepambazuka. Amkeni, kumekucha, kumepambazuka. Ndugu, jamaa na marafiki, familia ya Al-Khair wanaomba mchango wako kumsafirisha mama yao Ummi Ahmed Heri almaarufu Ummi Msiu kwa matibabu ya ugonjwa wa kansa ya damu, yani leukemia, nchini India. Safari na matibabu itagharimu takriban shilingi milioni 3.5. Tunawaomba mtume mchango wenyu kwa paybill namba 9850 au kupitia benki ya Gulf kwa account number 0200380001. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Athman Ahmed Heri kupitia nambari za simu 0724468337 ama vile wasiliana naye Amir Omar kupitia nambari za simu 0713576468. Wabillahi tawfik. Ahlan wa sahlan wa marhaba wasikilizaji wetu wapendwa, ningefurahi sana kutukua nafasi hii adhimu kukufahamisha kwa kina, kwa utendeti, kwa urefu na mapana kwamba sasa tumepata idhaa yetu, idhaa teule ambayo kwamba inapatikana katika kisiwa hiki cha Lamu. Inapatikana kwa 91.1 Radio Lamu, idhaa ya jamii. Tutakuwa katika idhaa yetu kama hii na vipindi mbalimbali, vipindi vya kuamshana, vipindi vya kijamii, halikadhalika pia na uchambuzi wa magazeti. Mwendeshaji wa vipindi kama hivyo basi atakuwa si mwingine, ni mtangazaji wako teule ambaye kwamba si mwingine ni tajiri wa mifupa,
maskini wanyama. Nyote karibuni. Na safi kabisa mpenzi msikilizaji, natumai mzima wa afya popote ulipo na unatupata loud and clear maeneo ya Lamu kupitia 91.1 Radio Lamu idhaa ya jamii. Kuwa nami kila Jumamosi saa 1 asubuhi na jioni katika mkusanyiko wa habari mbalimbali na matukio yanayotokea pembe zote za Lamu Mashariki na Magharibi, Pwani na Kenya mzima kwa jumla. Utakuwa na mimi mtangazaji wako Fahim Abdalla, ama ukipenda niite Bab Fahim. Nami Abu Muhammad nitakuwa nawe kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 4 hadi saa 5 mchana, tukiangazia tamaduni zilizoko Lamu Mashariki na Lamu Magharibi kwa minajili ya kukuza tamaduni zetu. Vile vile tutakuwa tukiangazia masuala ya tiba na afya, na pia tukichambua uchumi na biashara. Vile vile nami pia nitakuwepo Hadija bint Juma. Nimeshikilia nafasi ya mwanamke katika jamii. Nitakuangazia masuala mbalimbali yanayohusu mwanamke, kuanzia kwa afya, mapishi, bila kusahau vipindi vya watoto. Nyote karibuni sana. Asante sana basi mpenzi msikilizaji, shukran kwa kuwa bado uko nasi. Na hii leo kwenye kipindi chetu cha Ruwaza Njema tumekuwa naye ndugu Ali Sheikh ambaye ametuweza kutuelimisha si haba mambo mengi sana. Tumeweza kutuchambulia matatizo ambayo kuna vijana, pia vile vile ameweza kutueleza kuhusu sana ili bunge lao la vijana, harakati ameweza kuzifanya ni gani na changamoto ameweza kupitia, na vile vile ameweza kugusia masuala ya Go Blue ambayo ndio uchumi ambao ni katika mradi ambao umeweza kufunguliwa hivi karibuni na serikali. Pengine ndugu Ali, mpenzi msikilizaji, sahihi kwenye kipindi chetu cha masuala na tutaendelea kupokea masuala mbalimbali. Ndugu Ali, nikiendelea kwamba kuna hili swala la port imeweza kufunguliwa hivi karibuni. Tumeona kwamba vijana 100 wameweza kuchukuliwa, na kuna semekana kwamba wengine wingi si wa Lamu na wingi ambao na zile kubwa kubwa zimeweza kuchukuliwa upande wa port ile Mombasa. Pengine hili swala kama Youth Assembly nyinyi mlitukulia vipi? Kwa hakika kusema kuhusiana na hii swala zima la kuajiriwa watu katika bandari ya Lamu ni kwamba kutoka mwanzo tuliweza kulifuatilia jambo hili. Ndiyo. Na kuhakikisha tukapata majibu. Ndiyo. Na nataka iwe wazi kwetu sote kwamba wale walioajiriwa tuweza kusema kwamba ni dock workers. Na wakati nilipofuatilia na superintendent wa Lamu Bwana Shukri, tuliweza kukubaliana kwamba bado nafasi za kazi hazijatangazwa. Kwa sababu sahihi kuna wafanyikazi wengi watakikana katika bandari ile, lakini mpaka sasa hawajaweza kutangaza. Okay. Na nilipomuuliza sababu akasema kwamba itatangazwa, lakini baada ya muda fulani ndio hizi nafasi ziweze kuwa wazi. Ile bandari ni kubwa na wafanyikazi ni takriban 1300 kwenda juu watakikana katika raundi ya kwanza. Na sahihi wameweza kuchukuliwa watu 100. Lile ambalo naweza kusema kwamba sahihi wameweza kuchukua wale dock workers, tusikae tukasema kwamba wale waliopata kazi ni watu wa nje, watu wa Lamu hatujapewa kazi. La, tutafuteni makaratasi, tuweke hiyo karatasi on our toes. Kwa sababu pindi itakapotangazwa tutahakikisha kama bunge la vijana tukishirikiana na stakeholders kwamba first priority wapewe watu wetu, na hilo tuliliweka wazi. Na vile vile mwenyekiti wa bodi ya KPA Bwana Kibwana aliweza kuniahidi kwamba atahakikisha kwamba katika bandari ya Lamu vijana wa Lamu wameweza kuwa prioritized, then watu wa nje waweze kupata nafasi. Kwa sababu tuko katika nchi huru ya Kenya na kila mwananchi ana uhuru wa kufanya kazi pahali popote pale anapostahili. Hatuwezi kusema katika nafasi 100 zile 100 zote tupewe sisi jamii ya watu wa Lamu. Hiyo itakuwa ni kinyume, kwa sababu mtu yote anafanya kazi popote katika county zote 47 za Kenya. Lakini kuna ile 75% ambayo katiba imesema kwamba kwanza wapewe wanati wa pale pahali. Ndio maana ndiposa sisi tuweza kufuatilia kwa karibu, na majibu niliyopata kutoka kwa chairman wa KPA Bwana Kibwana na Bwana Shukri ni kwamba wao watazingatia kwanza vijana wa Lamu, alafu zile nafasi zingine zikibakia watapewa watu wa nje. Na mimi nataka kuambia jamii ya watu wa Lamu, macho yetu tuelekeza katika bodi ya KPA. Tunataka kuangalia kama Kibwana atatuhakikishia yale maneno aliyozungumza na Bwana Shukri atatuhakikishia yale mambo aliyozungumza kwa kuweza kuwaweka vijana wa Lamu ama kuwapatia ajira katika bandari ya Lamu. Na lao itaonekana kwamba
vijana wa Lamu hawakupewa nafasi, wamepewa watu wa nje wingi, basi tuna jukumu sisi kama Lamu Youth Assembly na mashirika mengine tushirikiane, twende kotini kuweza kusimamisha jambo kama hili. Hakuna njia nyingine. Ikiwa watakuwa wamefanya mambo wanavyotaka wao, basi sisi kama jamii tushirikianeni, twendeni mahakamani, tuishtaki ile bodi ya kuajiri watu ya KPA na LAPSSET yenyewe kwa jumla na wale wahusika waliofanya uchafu kama ule. Naam. Asante sana ndugu Ali Sheikh kwa kutujibu swala hilo letu. Penzi msikilizaji, sahihi ni kipindi cha Ruwaza Njema na sahihi tuko kwenye ile wakati wa kupokea simu na kusoma jumbe fupi. Utaweza kujumuika nasi kutupitia 0769376434. Utaweza kutupata moja kwa moja na pengine swali lako utaweza kujibiwa, ama vile vile kama kuna mchango utakupongeza kipindi vile vile mpenzi msikilizaji, ila kukujulisha tu kwamba hatutukui masuala ya kashfa kutukana na nini. Pengine tukiendelea kusoma jumbe fupi, ndugu Alishe asema assalamu alaikum, ni mimi Abu Skaina nikiwa Satellite, naomba brother Alishe atufuatilie zile pesa za vikundi youth group na self help group. Sahihi elekea miezi 9 hawajatoa pesa hizo. Ndugu Alishe, nafikiri waweza ulipata swali. Nafikiri shukran sana kwa swali lako bwana Abu. Umesema naitwa Abu Skaina ndio. Abu Sukaina. Ndio. Ni kwamba wakati mwezi wa 7 mwezi wa 6 tuliweza kukimbia Nairobi kwenda kukutana na idara husika ya mambo ya fedha kwa vijana. Na tutashukuru tuliweza kukutana na naibu wa waziri ambaye ni ndugu yetu Nadia Ahmed Abdalla, na tukaweza kumuelezea changamoto zile vijana ambao Walamu wapitia. Ni kwamba vijana kama wale wameweza kuapply zile pesa na mpaka sasa pesa hazijatoka. Na majibu mawili tuliweza kupata kutoka kwa waziri. Jibu la kwanza asema kuna watu ambao waliweza kuchukua fedha zile ambao hazikuwa grants, ilikuwa loan, lakini hawakuweza kuzirudisha. Na sheria ni kwamba wale waliochukua waweze kurudisha fedha zile ili wengine waweze kuzitumia fedha kama zile. Lakini utakuta mtu amechukua loan na hajaweza kuilipia loan kama ile. Vile vile pia kulikuwa na changamoto kwamba sisi tukisikia kuna pesa ya ngafu, tukimbilia haraka kwenda kuchukua pesa kama ile, na kuna uwezo fund, kuna youth fund, kuna fund ambazo ziko nyingi za serikali ya kitaifa, watu wamekaa maofisini. Pengine hii itakuwa ni unaweza kusema nje ya mada kidogo, lakini pia kuna uzembe katika upande mmoja ama mwingine kuhusiana na maafisa wa vijana nyanjani. Especially upande wa national government. Utakuta kwamba ukienda katika maofisi yao, ukienda siku katika wiki moja ya siku 5, siku 3 ama 2 watu hawako katika maofisi yao, especially hawa maofisa wa vijana. Na tumeweza kulifuatilia kwa karibu sana kwamba kuna maofisa wanakula mishahara ya serikali wakiwa Nairobi ama wakiwa sehemu zingine za kaunti ya Lamu, na vijana wa Lamu hawafaidiki na huduma zao. Kwa hivyo pia ni wito natoa kwa ndugu zetu, ili mkienda katika ofisi kama hizi mkute kwamba hakuna mtu katika hizo ofisi, tupatieni taarifa tuweze kuandika barua Nairobi ili tuweze kusaidika. Naam. Asante sana. Basi mpenzi msikilizaji, ndugu Abu Skaina umeweza kujibiwa swala hilo na ndugu Alishe. Mpenzi msikilizaji, sahihi tuko kwenye awamu yetu ya mwisho, awamu ambao tunachukua simu za maoni. Pia kama kuna swali unataka kuuliza, unaweza kuja sahihi, unaweza kutupata moja kwa moja hewani kutupitia nambari zetu za simu 0769376434. Hilo tumeweza kuwa naye ndugu Alishe na ameweza kuchambulia masala mingi ambao nimekumbwa vijana hapa kwetu Lamu. Basi mpenzi msikilizaji, hii ni nafasi yako, kama pengine una swali lolote utaka kuuliza, unaweza kuja hewani ili uweze kuuliza. Ndugu Ali, tukiendelea katika hichi bunge letu la, ngoja kuna simu moja hapa tuchukue alafu tutaendelea na swali letu. Radio Lamu, halo. Hello. Assalamu naitwa Fatma. Wa alaykum salam. Naitwa Fatma kutoka Gadeni. Naam. Swali langu kwa Mr. President. Ndio. Yeye kama mkubwa naelewa ana nafasi nyingi, mbali na kuwa nafasi zitatoka kule poti ama watu wataandikwa kule poti. Yeye kama yeye zile nafasi zinazotoka anahakikishia youth watapata vipi kazi hizi? Personally yeye kama president wa bunge. Asante. Shukran sana dadangu kwa swali lako, na ni swali zuri. Ameweza kuuliza ni vipi kama rais wa vijana tutakuwa na hakikisho kwamba vijana wetu waweze kupewa nafasi za kazi katika bandari. Nikirudia ni kwamba lazima
tutakubaliana jambo moja. Si mimi peke yangu kuweza kufuatilia. Wewe kama dadangu, kama umeapply kazi ya LAPSSET, umeapply kazi kule port na hukupata, ni jukumu lako wewe uje utuambie na utafute wale wenzako, tuambie sisi tuliweza kutafuta nafasi za kazi kule katika bandari ya Lamu lakini hatukuweza kupata kazi ile. Kwa hivyo ni jukumu langu mimi kufuatilia kwa idara husika. Na ni jukumu langu mimi kuweza kuhakikisha kwamba watu wetu wameweza kuwekwa katika bandari ile. Ile bandari ni ya Lamu na ni ya watu wa Lamu. Kwa hivyo ni lazima tuangalie ni njia gani tutaweza kutumia ili kuhakikisha kwamba vijana wetu wameweza kuajiriwa. Naam. Asante sana ndugu Alishia, umeweza kumjibu ndugu yetu. Pengine kwenye ujumbe fupi hapa kuna mama mmoja anauliza, asalamu alaikum. Mke Fatma nikiwa Lamu, Kashmiri, ikiwa mzazi anataka kumsomesha mtoto wake na hana uwezo na hali yake inajulikana wazi wazi, je, kunao msaada kama huo? Na pia kama mtoto mwenyewe hataki kusoma tutamsaidia vipi? Nafikiria ni masuala mawili. Kuna swala la kwanza kuhusiana na karo, naweza sema. Alafu kuna swala la pili kuhusiana kwamba mtoto hataki kusoma. Kwanza nitaelezea kuhusu karo. Ni kwamba sahihi serikali ya county na zile serikali za kitaifa kupitia kwa wabunge wetu, kuna CDF, kuna na ile fedha za county government, ni kwamba wapeana bursaries kwa serikali kwa mashule. Na ikiwa mtoto wako ni wa primary, tunajua kwamba primary kuna free primary education. Ni jukumu lako wewe uweze kufanya application ama uweze kuapply ili uweze kutafuta zile basari kuweza kumsomesha mtoto wako. Na ni jukumu lako wewe pia kufuatilia. Na kama mtoto wako hakupata basari, ni jukumu lako wewe uweze kufuatilia kwa nini mtoto wangu mimi hakupata basari ama hakufaidika na mgao wa fedha wa basari katika shule. Na hii ilikuwa niongelee jambo la kwanza. Hapa Lamu sahihi kumekuwa na mentality na perception kwamba kijana mimi ameshanishinda, simuwezi, nitamfanya nini? Sasa ikiwa wewe mzazi mtoto wako mwenyewe amekushinda, akifasisi majirani na watu wengine. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe kama mzazi ukae gangari na mwanao. Ikiwa waweza mpatia kula, mtoto yule waweza mpatia mavazi, mtoto yule ampatia matibabu, basi na hayo mengine hayakushindi. Lakini ikiwa wewe mwenyewe mtoto wako amekushinda, usitarajie kumpeleka pahali popote. Na ukiona wewe mtoto wako amekushinda kwa hakika na humwezi tena, basi mtoto kama huyo mpatilize. Nenda kwa ofisi ya watoto, huyo mtoto apelekwe approved school. Aende approved school, asomeshwe na serikali, tena asomeshwe na serikali. Maana kusomeshwa na serikali, akitoka itakuwa mambo mawili. Either ku graduate ama aende atafute kama ni bibi ama ni bwana apewe aoleke, kwa sababu akiingia huko hata toka. Asante sana, tuchukue simu moja. Radio Lamu, alo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jina naitwa Mohamed kutoka Gadeni. Naam. Naitwa Mohamed kutoka Gadeni. Pole sana. Mpenzi msikilizaji, bado unaweza kurudi. Utaweza kujumuika nasi, basi tutakwenda mapumziko mafupi alafu tarudi baada ya muda si mfupi. Kwa jina lako Ismuhina Kariri, dua na ileta kwako. Radio yetu nzuri. Malindi Progressive Academy pamoja na Progressive School Kagombani wanawatangazia nafasi za masomo kwenye shule zao za integrated, yani yenye mchanganyiko wa masomo ya shule pamoja na ya kidini tahfidh. Shule hizi zina walimu wenye tajriba ya hali ya juu na vile mandhari yenye kuvutia, na sehemu mbalimbali zimetengewa wasichana na wavulana. Halikadhalika shule hizi zinasifika kwenye michezo mbalimbali zenye faida kwa wanafunzi. Nafasi za boarding zinapatikana kwa shule ya msingi na shule ya upili kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha 3. Kwa fomu za usajili na maelezo zaidi wasiliana nao kupitia nambari za simu 0704782717 ama kwa ofisi ya Omar Aweso kupitia nambari za simu 0722426291. Ahlan wa sahlan wasikilizaji wetu wapendwa, tunafuraha kutangazia Asante sana mpenzi msikilizaji, tumekuwa naye hapa ndugu wetu ndugu Alishe na tumeweza kumsikiza. Na mpenzi msikilizaji, sahihi ni fursa yako ya kuweza kujumuika nasi ili tuweze kuchangia mada mbalimbali. Na tunaona ndugu wetu bado anatupigia simu, cha tumchukue sasa. Radio Lamu, alo. Nauliza. Naam.
hiyo sheria ya 75, 75%. Aha. Kwa wale wafanyakazi 100 wale ambao wameandikwa kazi sasa hivi. Ndio. Imeafikiwa. Okay. Swali la pili. Ndio. County government, national government. Kama sikusema mwaka jana. Walikuja wakapima ardhi za sehemu za soil scheme. Mpaka dakika hii hujajua kumelekea kama shirika la Muhuri. Ngoja kidogo ndugu yangu, umezungumza moja kwa moja, pengine tuja kufahamu ni nani na unapiga simu kutoka wapi? Muhammad kutoka Deni. Muhammad nani? Kutoka Nureni. Nureni, karibu Muhammad. Naam. Umefahamu swali langu? Ndio. Anirudi? Naam. Rudia. Nasema? Naam. Katika sheria kuna wafanyikazi wanapata wale indigenous. Ndio. Yaani wenyeji 75% wataandikwa kazi. Ndio. Nauliza hawa wafanyakazi 100 wa KPA sahihi au wa bandari ya Lamu. 100. Hiyo 75% imeafikiwa? Okay. Umeelewa? Ndio. Swali la pili. Ndio. Mwaka jana county government pamoja na national government. Ndio. Walikuja kupima ardhi sehemu za Witu, unafikiri Hindi kama sikosea. Mpaka sasa hii hujasikia lolote. Na hofu yetu ni kwamba zile ardhi za kupimwa alafu mara umesikia watu kutoka sehemu tofauti wanamiliki ardhi. Ndio. Kwa hivyo kama shirika la Muhuri umefuatilia vipi na umekomea wapi? Asante sana ndugu, utaweza kujibiwa. Shukrani. Nafikiri ndio tutakuwa swala letu la mwisho, alafu tutaweza kumaliza kipindi chetu na time haiko nasi. Basi shukrani ndugu Muhammad. Naam. Nafikiri swala zima la 75% ile ambayo tumeweza kuiongelea. Kwa hakika naweza sema kwamba wale dock workers ambao tuko nao, dock workers, nataka iwe itaeleweka kwa vizuri, ni kwamba imeweza kufikia ile 75% ambayo yatakikana. Isipokuwa ile nafasi zingine ambazo zitatoka hatujajua, lakini hii ya dock workers iko 75. Alafu kuhusiana na swala zima la Swahili scheme na mambo ya kupima ardhi Hindi, ni kwamba tuliweza kufuatilia na serikali ya kaunti ya Lamu. Wakasema kwamba mpaka sasa kuna sitofahamu ambao yaendelea, kwa sababu lile zoezi lilikuwa limefanywa na serikali kuu. Serikali kuu iliweza kufanya zoezi kama lile na liliweza kukamilisha ama halikuweza kukamilisha, tuweza sema pia. Na mpaka sasa hatuwezi sisi kama shirika kusema kutaendelea nini wala nini. Ndio. Kwa sababu ardhi zile kuna zile ambazo zimepimwa, kuna zingine ambazo hazijapimwa. Lakini ukiulizia kutoka kwa idara husika, wanakwambia mambo yanaendelea vizuri na tutarajia mazuri. Kwa hivyo sisi twasubiri. Lau itakuwa watu wa Lamu watafaidika na ardhi ile ya Swahili scheme, well and good. Lakini kama kutakuwa na msitofahamu kwamba ardhi ile imeweza kuchukuliwa na mabwenyenye, ardhi ile imeweza kunyakuliwa na watu wasiokuwa wa Lamu, basi hapo itakuwa jukumu letu sisi tuangalie kama stakeholders tutafanya vipi. Na siku hizi kazi zimekuwa rahisi. Ukiona pahali umeweza kudhulumika, kimbilia kotini. Na sisi twasubiri. Swahili scheme ikiwa itakuwa imefaidisha kweli, Swahili scheme, well and good. Lao itakuwa haikufaidisha, itakuwa hatuna budi sisi kama jamii kwenda mahakamani. Basi ndugu alitasoma swali letu la mwisho alafu tuweze kufunga kipindi. Huyu anasema anaitwa Asia kutoka Faza. Swali kwa president ni je, yeye kama president anafanya juhudi gani anafanya kupunguza hii historia ya mtu mmoja kukaa na kazi au cheo kwa mahali tofauti ama yuko na kazi kama mahali kutatu? Je, kama watu wenye sifa kama hizo walio kwenye bunge lake anafanya nini kusaidia vijana wanaotafauta kazi kama huo? Burudia tena hilo swali. Huyu anauliza kwamba yani kuna wale watu utapata mtu mmoja na kazi karibu 3. Sasa kama nyinyi kama vijana ili swali hili mnaweza utapata mtu mmoja pengine ndo waziri, mtu mmoja sio anafanya kere, yani sisi kama Lamu Youth Assembly kwanza hatujiiti waajiriwa. Kama vile nilivyosema. Ni kwamba kama hiyo message yako kwamba mtu ana kazi hapa na hapa na hapa, ni kwamba kazi mtu anayofanya ni moja. Na sahihi katika bunge la Lamu Youth Assembly hakuna mtu ambaye ana kazi zaidi ya 2. Ndio. Kama mimi najiita mwajiriwa wa shirika la Muhuri. Ndio. Sehemu zingine kote ni kujitolea. Kweli. Kwa hivyo na wale wengine ambao wako ama ambao watakuja, kama mtu atakuwa na kazi yake binafsi,
Lamu Youth Assembly haimpingi yeye kuwa memba. Ndiyo. Aweza kuwa memba na aweza kuwa memba kikundi kingine na kikundi kingine na vikundi vyote. Ndiyo. Lakini si kwamba ati ameajiriwa kama mimi sasa hii niseme nimeajiriwa na Lamu Youth Assembly. Lamu Youth Assembly haijaniajiri. Mimi nimeajiriwa na Muhuri. Ndiyo. Na najiproud kwamba mimi ni product ya Muhuri. Ndiyo. Lakini kule Red Cross najitolea. Shirika la Lamu Youth Assembly najitolea na shirika lolote lingine litakalotungwa nikiitwa nitaenda kujitolea. Naam. Asante sana basi mpenzi msikilizaji, umekuwa nami Abu Muhammad kwenye kipindi cha Roho za Njema. Pengine ndugu Ali, kwa uchache sana ukimalizia ujumbe wako kwa jamii hususan vijana ni gani? Mimi ujumbe wangu kwa kifupi ningeweza kuiambia jamii yetu ya Lamu. Ndiyo. Tuateni lawama. Ndiyo. Tuateni lawama. Ndiyo. Na tuwe nafsi mutmainna. Manake sisi tulikuwa Lamu ni nafsi lawama. Ilikuwa twalaumu tu. Yale maredio yalikuwa na stations ilikuwa twalaumu tu serikali, twalaumu huyu, twalaumu huyu. Ndiyo. Lakini ikiwa tutabadilika kutoka nafsi lawama tuende tuwe nafsi mutmainna, basi sisi matumaini yetu yataweza kutekelezwa. Kwa hivyo wazazi, ndugu, jamaa na marafiki, tuweze kuhakikisha kwanza tumeweza kusomesha ndugu zetu, tumeweza kuwalinda ndugu zetu, na pia vile vile tumeweza kuhifadhi tamaduni zetu. Kama sasa hivi tunajua Lamu imekuja kuna wageni wengi, na itakuwa vizuri sisi kama jamii ya watu wa Lamu tuweze kuonyesha tamaduni kwa watu wetu na tuweze kulinda turathi zetu. Na Mungu atubariki, atujalie kila la kheri. Asante sana ndugu Ali kwa kutenga muda wako na kujumuika nasi na kuweza kutuelimisha. Shukrani sana, tumeweza kupata manufaa mengi sana. Basi mpenzi msikilizaji, sina budi ila kuweza kukuaga hapo, na wale wote walioweza kutupigia simu tuwapeana shukrani, na waliotuma ujumbe fupi pia, na wale ambao hatukuweza kutuma kwa kusoma message zao ama kuchukua simu zao kwamba muda hakuturuhusu. Tutapanga tena siku nyingine, pengine bwana rais ataweza pia ile kuja kutuelimisha. Shukrani hadi panapo majaliwa.